Business model canvas ni mfumo ambao unakusaidia kujua biashara yako in and out. In and out. Wengi tunajua biashara yetu kwenye labda upande wa pesa, matumizi na mapato. Lakini business is more than that. So the business model canvas inatusaidia kujua vitu hivi vifuatavyo. Hivi ndio vipengele ambavyo vinatengeneza business model canvas. Kuna key partners, watu ambao una partner nao. For example, Road to Success is partnering with Yas. Kwa hiyo hao ni partners wetu. Hawa ni wabia. Tunafanya nao kazi. Then tunakuja kwenye key activities. Mambo gani ambayo unatakiwa uyafanye on a daily basis ili biashara yako iweze kurun operations. Tunakuja kwenye key resources. Nyenzo zipi ambazo unazitumia ili biashara yako iweze kurun. Computers, human resource na vitu kama hivyo. Resources zipi ambazo unazitumia. Tunakuja kwenye kipengele cha customer relationship, namna ya kuconnect na wateja, value proposition, upekee wako. You as a business person, what is your unique selling proposition? What is your USP? Hiyo ndio inakuja kwenye value proposition. Then we come to the channels. Njia zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwafikia wateja wako? How do you communicate with them? How do you send messages za biashara? How do you market bidhaa au huduma unayofanya? Then tunakuja kwenye customer segment. Wateja wako ni wa aina gani? Ni kategori ipi? Ni watoto, ni akina mama, ni wazee, ni watu wa aina gani? Ni corporates, ni SMEs, hiyo ni customer segments. Tunakuja sasa kwenye upande wa pesa huku chini. Cost, expenses, pamoja na revenue streams. How do you earn revenue? Una streams ngapi? Inawezekana una product moja, lakini how many streams of income can you get from that one product? We shall also look at that. When you categorize haya mambo matatu haya, picha inaonekana hivi. Nitawaeleza what is feasibility, upande wa desirability na viability. Sasa wajasiriamali wengi, sisi mara nyingi tunaangalia hapa, chini hapa. Kwenye cost na revenue. So all the time when you discuss with mjasiriamali, ukimuuliza biashara inaendaje and how do you do business, 80% atakuwa anazungumzia hapa. Matumizi na mapato. Especially accountants, hapa ndo wanapapenda sana. Lakini hii feasibility part ambapo kuna key partners, activities, key resources and kama tunavyoona value proposition imekaa kwenye pande mbili. Imekaa kwenye desirability na kwenye feasibility. So feasibility is everything you do ili biashara iweze kuoperate. Zile processes zote, manunuzi, masuala ya HR, masuala ya wabia, namna unavyo-connect na watu, inakuja huku. Marketing inakuja kwenye desirability pale. Then masuala ya fedha ndio yanakuja sasa huku. So when we are going through the business model canvas, naomba wewe anza kupiga picha ya biashara yako katika haya maeneo matatu. Now I want us to look at this hapa katikati. Kwa nini value proposition imekaa kwenye pande zote mbili? Kwa sababu that is what makes you unique. Kila mmoja anauza ubuyu. Kila mmoja anafanya Tigo Pesa, anafanya Mix, anafanya mobile money. Everyone does that. Watu wanauza nguo. You're not the first one.
to invent boutique. Saloon, you have a saloon. You're not the first one kuwa na saloon. What makes you unique?